Gilly Bonny Online TV. Taarifa kutoka Ikulu inaeleza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kesho tarehe 28 Machi 2021 atapokea taarifa za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG za mwaka wa fedha 2019-2020 na taarifa ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU ya mwaka 2019-2020. Hafla ya kupokea taarifa hizo itafanyika Ikulu Chamwino mkoani Dodoma, na tukio hilo litarushwa moja kwa moja na vyombo vya habari vya radio, television na mitandao kuanzia saa 4 asubuhi. Taarifa imetolewa na Gerson Msigwa, mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu Chamwino, leo Machi 27 mwaka. Sasa ngoja nikwambieni mimi mama yenu. Mimi mama yenu nimetoka kwenye familia ya kawaida tu. Babangu alikuwa mwalimu, mama yangu mama tu wa nyumbani. Kwa anafanya ualimu nyumbani kutusomesha sisi. Hakuwa anafanya kazi yoyote, ni housewife. Sikusoma sana. Nimesoma mpaka kidato cha 4. Sikufanya vizuri. Wakati sisi tunamaliza shule, unapangwa unakwenda wapi, wakati huo wataalamu wanatafutwa. So nilipangwa kwenda ofisi kuu ya maendeleo. Lakini nikiwa na miaka 16 na miezi 7. Nilipofika mwajiri akasema huyu arudi, itakuwa child labor bado. Nikarudishwa nyumbani. Shida ya kusoma haraka haraka hiyo. Nikarudishwa nyumbani mpaka nimefika 17 na miezi kama 6 hivi, nikaambiwa sasa njoo. Nikaanza. Nimeanza ofisa masjala wanangu. Ofisa masjala. Nimefanya ile kazi nadhani kwa miaka 3. Lakini kila nikifanya ile kazi najikuta niliowakuta na waongoza mimi kwenye ile kazi. Wakubwa wakitaka kitu wanafika basi wanauza Samia yuko wapi? Nataka hiki na hiki na hiki na hiki. Na pale pap nakijua kilipo. Ni kusoma mazingira yaliyonizunguka na kujua mila na desturi za taasisi ile. Sikuwa najua kwamba ninafanya hivyo. Sikuwa najua. Lakini nilikuwa naona so wenzangu kwenye department walikuwa wananiona kama shawishi. Kila kitu anaulizwa yeye tu, kwani yeye nani? Lakini ilikuwa inatokea hivyo. Sasa nikahisi kwamba hapa nilipo nadhani sipo. Nahitaji kuwa pahali pengine zaidi. Kwa nikaanza kujisomesha mwenyewe. Nikafanya kozi ya statistics, cheti. Nikamaliza. Nikafanya management, cheti. Nikamaliza, nikapandisha sifa. Nikaenda zangu IDM. Nikafanya advanced diploma ya public administration. Nikamaliza miaka 3. Mwaka 87 nikarudi ofisini. Nikapiga kazi ofisini, lakini ni hivyo. Ni mtu wa kwenda faster. Na mwalimu wangu Bi Rose nani ule? Alikuwa anatufundisha gender, ni lecturer wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Rose mnene hivi anafundisha gender. Alinifundisha short course, akanambia Samia you are too fast. Mengine hata sijasomesha tayari unayajua. You're too fast. Kumbe hiyo ni tabia ambayo nilikuwa nayo kila pahali. Nilikuwa faster. Kwa hiyo nimerudi nikawa afisa mipango. Kakaa hapo afisa mipango. Nadhani miaka 2. Zikatangazwa kazi kwenye taasisi moja ya Umoja Mataifa, nikaomba. Nikaenda interview, nikaingia. Nikafanya huko miaka 9. World Food Program. Miaka 9. Lakini nikiwa Zanzibar, nilikuwa tawi la Zanzibar. Miaka 9 nimemaliza contract, nikarudi serikalini. Kaangalia serikalini, nikaona watu wanakwenda too slow. Nikachomoka, nikaenda kwenye NGO. Na kipindi chote hicho niko World Food Program wapi bado niko kwenye civil society. Nafanya huku. Nikaenda kwenye NGO
Basi nikawa kiongozi wa maenjio pale Zanzibar. Hatuna fedha, taasisi changa. Chokuwa nikifanya na wapeleka watu kwenye mikutano South Africa, Zimbabwe, wapi, kwa kupanda mabasi. Na mimi mwenyewe nimo ndani ya basi. Tunaambiwa kuongoza ni kufanyaje? Ni kuonesha njia. Sikuomba mimi tiketi ya ndege, wenzangu nikawapeleka na mabasi. Wote tunakwenda na basi. Siku 2 mpaka South Africa, mpaka Zimbabwe, mpaka Mozambiki. Tunakwenda na kurudi. Wenzetu mele ndio wana tiketi za ndege. Nikaenda hivyo, kiputaputa tu. Tukafanya huko mpaka mwaka 2000. Lakini baadaye NGO zile nikaangalia, ndo ubunifu niliokuambieni. Nikaangalia wapi nitaweza kupata pesa ya kunyanyua hii NGO. Nikahangaika, nikawakuta watu wanaitwa Action Aid. Nikapeleka wazo langu, wakalikubali, nikapata pesa. Basi na sisi tukanyanyuka. Tukawa sasa safari ni za ndege, kiposho kipo, mshahara wa executive director upo. Sasa mnajua kwenye fedha kuna maneno Ilivyoanza hivyo, wenzangu wakaanza maneno. Kwa nini? Kwa nini awe yeye executive director? Kwa nini asiwe mwingine? Kwa nini posho hizi? Kwa nini hivi? Nikasema nadhani hapa sasa madhali nimeshapatengeza, niache niangalie upande mwingine. Mwaka 2000 nikaingiwa na hamu ya kuingia siasa, na haikuwa matamanio au utashi. Nilikwenda kwa sababu kule kwetu Zanzibar kuna kitu kinaitwa Baraza la Wawakilishi. Lakini Baraza la Wawakilishi letu sisi toka tumeanza liko hot baina upinzani na Chama cha Mapinduzi. Ni moto hivi. Sasa ukisikiliza Baraza la Wawakilishi unahisi kabisa kwamba wapinzani wanatuzidi hawa. Wetu mbona hawajibu hiki na hiki? Inakukereketa moyoni. Lakini jengine, mimi nilikuwa kwenye maenjio nafanya kazi na community huko chini, jamii. Sasa unamsikia kabisa waziri anajibu kitu ambacho mimi mbona nilikuwa huko juzi cha nasema hakuna. Sema ngoja, mimi nitaomba niingie huko. Nikiingia mawaziri wanaojibu ndivyo sivyo, watu tutajuana. Watanijua mimi nani. Sijui hata unaanzia wapi. Nikauliza kuingia huko unafanyaje? Nikaelekezwa. Kaambiwa unafanya hivi, subiri mwezi huu watatangaza, kuna forms zinachukua. Nikaelekezwa process yote. Nikaenda. Nikapata watu wakanishika mkono. Nikaenda. Wakanielekeza, jaza leo twende tume, kesho fanya hivi, sijui kabisa, yani mimi ni activist huyo, sijui kabisa siasa. Lakini moyoni kwangu siasa ninayo, kwa sababu yanayotokea kule yananiuma. Kwa moyoni kwangu siasa ninayo. Basi nikaenda hivyo mpaka siku ya uchaguzi, viti maalum. Siku ya uchaguzi tumekwenda huko mkoani kwangu. Kwanza nimeingia hivyo, wanashangaa huyu nani? Katoka wapi? Nimeanza sasa nijieleze, mimi mtoto wa fulani, kwetu pahali fulani, bibi yangu fulani, babu yangu, mjomba wangu. Wa uko huu, okay. Haya. Mpaka nikakubalika. Sasa tumezaliwa tu njiani. Babangu akihamishwa huku na sisi tumezaliwa huku. Wengine wamezaliwa huku, wengine wamezaliwa. Kwa hiyo muda wa kurudi kule kijijini haupo. Tumerudi tuko wakubwa. Basi wakanikubali, nikapita. Furaha yangu kwa haina kifani. Nikasema sasa mawaziri wanaojibu ovyo huko ndani ni mimi na wao. Watanijua mie nani. Nasubiri tu baraza liitwe nikafanye vitu vyangu. Basi tumekwenda barazani, tumeapishwa, nimeshakuwa mjumbe wa Baraza la Wawakilishi sasa. Tunasubiri sasa baraza la kwanza. Tumekwenda panga serikali. Nimo kama waziri, mama yangu. Sema sasa mimi nakuwa waziri alafu inakuwaje? Mbona mimi sijataka hili, nimetaka lile. Mimi nataka tu niingie humo ndani nikawasute wale. Sasa mbona mimi naenda kusutwa mie sasa? Unajiuliza kwanza kuwa waziri ndio nini? Kichwa kinauma. Halafu hilo wizara nililopewa
mozaiki, vipande vipande, nyingine imekatwa huko, nyingine imekatwa huko, nyingine imekatwa huko, nikaliunge mimi mwenyewe. Sasa siku ninatajwa, ngambia rais, mbona hilo ni wizara kubwa? Akanambia kama kubwa unajua nini cha kwenda kufanya. So umeshaliona ni kubwa, unajua cha kwenda kufanya, nenda. Kwa nikaanza kazi yangu kama waziri wa vijana, ajira, maendeleo wanawake na watoto kwa miaka 5, 2000 mpaka 2005. Nikakaa, nadhani sina hakika, lakini nadhani nilifanya vizuri. Kwa nimemaliza hapo nikarudi tena kwenye kugombea. Sasa nimeshakuwa mtaalamu najua. Nikaenda kugombea tena viti maalumu, nikapita. Serikali kupangwa, waziri wa utalii, biashara na uwekezaji. Ndio, utalii, biashara na uwekezaji. Kwa hiyo nikafanya kazi kwa miaka mingine 5. Tukamaliza hiyo ngwe. Na sikuwahi kubadilishwa wizara. Nikikaa kwenye wizara ni miaka yote 5. Tukamaliza hiyo. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.